Sasa kitu kimoja Alex hapo nikuulize. Bali sasa kutoka nje yake kilichotokea. Jaribu tutumie hii. Nataka nikae hapo kwenye kanuni. Hii kanuni inaongoza mpaka wapi kwenye kutoa adhabu? Inaelezea time frame. Kwa nini nasema hivyo? Wale wanaokiri kupokea malalamiko. Na wakaja na hoja kwamba kwa jinsi walivyopokea malalamiko na muda waliokuwa nao hawatoshi kufanya maamuzi. Wanataka muda wa kutosha. Kwa hiyo hawawezi kufanya maamuzi mpaka ndio ikapa sababu yao kuahirisha hiyo nani. Kwa hiyo point yangu ni je, kanuni inasema kuna kipengele bila kuathiri mchezo husika. Kuna chochote kinaelekeza kwamba adhabu hiyo yani siasi yani ndio ifanyike, lakini hata kama italipo baada ya muda fulani, lakini mchezo uendelee. Adhabu ya faini haina mahusiano kabisa na mchezo kuendelea au kutokuendelea. Faini inaweza katolewa wakati wowote ule. Na kwa sababu huu ni weledi, sio swala la mapenzi au swala la hisia. Huu ni weledi. Kitu ambacho kuna kanuni ya kisheria ya kutoa amri za muda. Amri za muda na zenyewe zinaainishwa kwa mujibu wa kanuni. Kwa mfano, kwenye sheria za kwetu za kawaida za ardhi, pengine ukipeleka shauri kwamba bwana Zembwela amekuingilia kwenye ardhi yako, wakati shauri la msingi linasubiri kusikilizwa, unaomba nafuu ya muda. Na nafuu ya muda ile huitoi tu kwa hisia zako, unaitoa kwa mujibu wa kanuni hiyo hiyo. Na ukiangalia madhara, kwa mfano fine unaweza ukalipa hata baada ya wiki 2-3 ikithibitika. Kumbuka hapa sio automatic Gerard, kwamba kila tuhuma yule anayetuhumu ana wajibu wa kuthibitisha. Hii huwa alleges must prove. Kwa hiyo sio kwamba nimezuiwa adhabu inatoka pale utatakiwa upeleke ushahidi kwamba umezuiwa na jambo hilo limetokea. Hakukuwa na athari ukitazama kikanuni, na kanuni hizo hazijawahi kufikiria kukipa chombo kinachoamua kuhusiana na kutokupewa nafasi timu moja kwamba kutakuwa na athari katika mchezo unaofuata. Ndio maana adhabu yake ni fine. Adhabu kwa mfano unasema kwamba klabu hiyo itakapothibitishwa mchezo huu hautachezwa, unapata sababu ya kuomba nafuu ya muda kwamba wakati nasubiri kuthibitisha hili, mchezo huu uzuiwe. Na mamlaka inayotoa maamuzi hiyo ni mamlaka ile, sio wewe unaipeleka shauri usema msipofanya hivi nitafanya hivi. Unapopeleka shauri mahakamani au kwenye chombo cha haki, unakwenda humble, unakwenda kwa unyenyekevu, ukitaka ile ikusikilize na ikuelewe. Huendi kifua mbele unasema kwamba msipoamua hivi. Sasa hiyo itakuwa ni kutishia ile kamati. Na moja katika nguzo muhimu, lakini unaweza kuomba nafuu hiyo. Unaweza. Simba walikuwa wanaweza kuomba nafuu ya kuahirisha mchezo kwa athari walizozipata. Kwa athari walizozipata kama kuna kanuni ya kuahirisha. Kanuni ya kuahirisha inasema hivi kwamba mchezo unaweza kuahirishwa kutokana na sababu kwa mfano za kiusalama. Kwa mfano limetokea jambo ambalo linahatarisha usalama. Wewe unayetuhumu hivyo ni lazima uthibitishe. Kitaalamu wanaita force majeure, yani matukio ya asili ambayo yanaweza kwa mfano earthquake, yes. Sasa hivi wameingiza mpaka vita, wanasema political events, na yeye imeingia kwamba ni force majeure. Sasa hayo matukio yanalazimisha mechi kuahirishwa. Lakini pia Musa, nilikuwa nadhani kwamba ni muhimu kujua kwamba haki huwezi ukaipata nje. Yaani kuna wajibu ambao ni lazima utekeleze. Kwa mfano nilikuwa nasoma nilikuwa nasoma communique ile ya TFF au tunasema ni taarifa kwa umma. Taarifa kwa umma ambayo inasema kwamba Simba hakuomba matumizi ya uwanja. Si sadiki wala hata naweza nikasema kwamba vyovyote vile usadiki au sisadiki. Sasa chukulia kwamba pengine maombi hayo hayakupelekwa au yalipelekwa lakini hayakufika kunachostahili. Sheria inasema haki ya mtu inakutaka pia
ili kuweza kuitumia uwe utimize wajibu wako. Kwa mfano, haki ya kufanya kazi wewe unaanza kuitumia pale ambapo umeajiriwa. Ukiwa nje ya ajira huwezi ukaenda kudai ile haki. Nilikuwa naondoka hapa na aliacha swali na mimi nilikuwa natamani sana kujua, kwa mujibu wa ubobevu wako kwenye sheria, yaliyotendwa siku ile mpaka yakaenda kuahirisha mechi mosi, yalikuwa yana haki za kimsingi kuahirisha mechi yenyewe, lakini pili, kamati iliyoahirisha mechi hiyo ilikuwa na mamlaka hayo? Kwanza, maombi yale au malalamiko yale yalikuwa hayapelekei kuahirishwa au kutokuahirishwa kwa mechi, kwa sababu malalamiko yale yalikuwa yanapelekea kwenye fine kwa mujibu wa kanuni. Kwa hiyo haikuwa hoja ya kuahirisha au kutokuahirishwa. Kwa hiyo kuahirishwa, naweza nikasema kwa mujibu wa kanuni, unaweza ukasema kwamba hakukuwa na maombi ya kuahirisha kwa mujibu wa kanuni. Hiyo moja. Lakini la pili, mamlaka. Ukitazama kwamba mamlaka ya kuahirisha mechi inaziainisha sababu gani, unakuta kwamba sababu zile ambazo zimetolewa zote hazianguki kwenye sababu za kuahirisha. Kwa hiyo ukifanya maamuzi ambayo ni tofauti na hali iliyojitokeza, chombo kile kinakuwa hakina mamlaka kufanya uamuzi wa namna hiyo. Kitaalamu wanasema ultra vires. Umefanya maamuzi nje ya uwezo wako. Vipo vyombo ambavyo vinaweza kufanya maamuzi ya kuahirisha baada ya kupewa sababu za msingi ambazo zimeainishwa kwenye kanuni. Kwa hiyo chombo hicho kama kitaridhika na zile sababu, kinakuwa na mamlaka ya kufanya kuahirisha mechi. Kwa hiyo kwa kitaalamu ni kwamba nani sasa anaenda kupewa haki ya baada ya chombo hiki kimeahirisha na hakina mamlaka, na kilichosababisha kiahirisha yenyewe pia akikuwa na hizo, akikufuata kanuni, nani anaenda kupewa points zake? Katika maana ya hatua kwenye mashauri, kwenye sheria, huwa huwezi ukatoa uamuzi nje ya mfumo. Ni kwamba nani ana haki ya kulalamika ili apate hizo nafuu. Mimi ukiniuliza, naweza nikasema kwamba klabu iliyoathiriwa na uamuzi ule wa mechi kuchezwa wakati yenyewe ilikuwa inataka kucheza, ina uwezo wa kupeleka malalamiko katika vyombo stahiki ikilalamikia mambo ambayo inayataka, ambayo moja wapo inaweza kawa maombi ya kutaka zile point 3, kwa sababu kanuni ambayo inazungumzia kwamba timu isiyofika uwanjani, moja ya nafuu inayotoa ni kupewa point 3, na hivyo klabu hiyo itakuwa na wajibu wa kuthibitisha kwamba lile limetokea kinyume cha sheria na inastahili ile nafuu. Lakini pia inaweza kaomba nafuu, klabu ambayo imeathiriwa inaweza kaomba nafuu ya fidia, kwamba michezo ya namna ile ina gharama, kama ambavyo wadhamini wanaweza wakaomba pia nafuu za namna hiyo, kwamba wadhamini walidhamini mchezo ule, waliingia gharama na walitazamia kupata vitu fulani, legitimate expectation, kwamba walitazamia kwamba kwa mujibu mchezo ule utawatangaza kwa kiwango ambacho wanaweza kuthibitisha, wakapata nafuu hizo. Kwa hiyo waathirika wote ambao ipo kanuni ya sheria inayosema kwamba ili upate nafuu ni lazima ulikuwa na maslahi katika jambo lile na umeathirika. Locus standi. Kurasa za magazeti.